Kwa majina anaitwa Dominic Zakaria Chinyere. Mimi ni katibu wa kikundi cha Tupendane Miganga. Ni kikundi ambacho kinapatikana kata ya Mkonze, tuko mtaa hapa Miganga. Tunakaribia kumaliza mwaka, maana kimeanzishwa mnamo tarehe 2 mwezi wa 6 2024. Tulianza tukiwa na wanachama 16. Ni wanachama ambao kwa kweli tulikubaliana kama kikundi, tukafanya mjumuiko wa pamoja kwa makubaliano ya kwamba sasa tuwe tunahudumiana kama wanajamii, lakini pia tusaidiane katika shida na raha, kwa maana ya kwamba ikitokea mtu kapatwa na msiba, kwa sababu kuna watu wako ndani ya hii kata lakini wanatoka mikoani, hizi anaweza kaumwa, anaweza kafiwa, lakini pia kuna sherehe mbalimbali ambazo zinawakuta ikiwa kama sehemu ya maisha ya kawaida. Hivyo yote hayo ili yaweze kufanyika, tukasema kuna uwezekano wa kuweka umoja huu ili tuweze kunufaishana katika hizo changamoto ndogo ndogo. Hivyo basi tumekuwa tukihusika pia katika jamii mbalimbali, kwa sababu ni kikundi cha kijamii. Kwa hiyo tumekuwa tukijumuika pia katika shughuli zinazohusisha jamii, especially kwenye taasisi mbalimbali zikiwemo taasisi za afya, kama kufanya usafi hospitalini humo, lakini pia hata kwenye vituo vya makanisa humo tumekuwa tukihusika kwa ajili ya kutoa angalau chochote ambacho tuko nacho. Unajua kuna makanisa mengine unakuta mwingine anakuambia bana, sisi tuna ujenzi, tuna mchango fulani, sijui natakiwa kuanzisha mradi fulani. Ndani ya kikundi ukikuta kuna muumini yuko mle na kwenye kanisa nalotoka, kama kuna hiyo changamoto, basi sisi pia huwa tunaweka mkono pale. Lakini tunashukuru Mungu kwa sababu mpaka sasa hivi tuna usajili na namba yetu imeshaongezeka sasa. Tulikuwa 16, sasa hivi tumefikia 40. Tumeenda mbali zaidi baada ya utambulisho wa kuwa tumekisajili kikundi chetu kama kikundi cha kijamii ambacho kinafanya kazi na jamii, lakini pia kinahusiana na mambo yanayohusu jamii, uchumi, especially katika kutafuta fursa mbalimbali kwa ajili ya kuwawezesha wanakikundi kujikwamua na changamoto ndogo ndogo. Lakini pia baada ya uambatanisho wa utambulisho wa ule usajili, sasa tunatafuta pia fursa za mikopo ambayo inakuwa na riba nafuu. Kupitia mikopo ile inawawezesha wanakikundi au wanachama kwa ajili ya kujikomboa na changamoto za hapa na pale. Tuna utaratibu wa kutoa ada. Huwa tunatoa ada kila mwezi kwa ajili ya kuweka mfuko ambao unaweza ukawa unatumika kwenye hizo changamoto za aidha mtu kaumwa, kafiwa, lakini pia kama ana sherehe. Na mpaka sasa tunazo akaunti 2 ambazo zinatusaidia kwa ajili ya kutunzia hizi pesa. Tuna Mkoba, lakini pia tuna NMB Bank. Kwa hiyo pesa zetu ziko salama kabisa. Kwa hiyo mtu akipatwa na changamoto ya msiba, huwa tunamsaidia kama kikundi, na kiwango cha pesa, kwa sababu bado tuna uchanga wa kikundi, huwa tunatoa shilingi 2.5. Lakini kufikia tarehe 29 ya mwezi wa 6 2025 tunaenda kukamilisha mwaka sasa, na kuanzia pale nadhani hiki kiwango ambacho tunawasaidia hawa wajumbe au wana kikundi baada ya hizi changamoto kinaweza kikapanda kulingana na mfuko utakuwa umeshatuna. Tushukuru Mungu tu, hawa watu ambao wamejumuika hivi karibuni na sisi au kujiunga na sisi, kwa kweli wamefaidika mengi. Tunao wajumbe mpaka sasa 11 ambao wamehusika moja kwa moja kuwezeshwa na kikundi. Kuna waliofiwa na moja tupeleka msiba Kigoma, huko ni sehemu ambayo actually kwa mazingira ya kawaida kutoa huduma ya msiba kutoka Dodoma mpaka Kigoma ni mbali sana. Kwa hiyo tulitoa mchango huo. Kuna mwingine alikuwa nadhani ilikuwa ni Moshi na zingine za hapa kwa Dodoma. Kwa hiyo kama kikundi tumehudumia wajumbe takribani 8 hadi 11 wamenufaika. Na hii imetokana na nini? Ni kwa sababu ya makubaliano
Unajua, baada ya usajili tulipata katiba kuanzia pale. Tulitengeneza katiba yetu, lakini pia kupitia ile katiba basi zile kanuni zinatuongoza. Zile hela zinazowekwa kama ada za kila mwezi, imefika wakati tunakopeshana sisi kama wanakikundi, na of course riba ni ndogo sana, ni 5%. Kwa hiyo watu wanaanza kukopa kuanzia 300,000 wananufaika. Tunajaribu kupambana kuikaribia hususani halmashauri yetu hapa kwa ajili ya ushauri mbalimbali, lakini tunaomba watushike mkono, kwa sababu unajua wale kwanza ndio waliotusaidia katika usajili, ndio waliotusajili wao. Watusaidie kwenye mianya ya kupata mikopo. Tunao wajumbe ambao wanahusika kwenye shughuli nyingi sana za kujipatia kipato. Wakiwemo, kuna watu wananunua na kuuza viwanja, kuna watu wana miradi ya kupiga tofali na kuuza, kuna watu wana miradi ya mashine ya kukoboa na kusaga, kuna watu wana maduka ya vinywaji. Lakini walio wengi hawaendi sana, ni kwa sababu kuna ule uzito wa kuwa na mtaji mdogo. Kwa anaenda, kuna wakati anaenda stuck. Kumbe basi ukipewa nafasi ya kuongezewa angalau mtaji, huyu mtu anasogea mbali sana. Na kiukweli, unajua, kwa mfano tuchukulie, kuna mzee mmoja pale ana mashine ambaye anakoboa na kusaga. Yule akipewa nafasi ya mkopo, ukatunishwa vizuri mfuko wake pale, akawa na mtaji wa kutosha, naamini anaweza akawa na watumishi zaidi ya 5 kabisa, kwa sababu pale alipo anakoboa, anasaga, lakini pia ule unga anafanya packing, anauza. Sasa siamini kama yote hayo yanaweza kufanywa na mtu mmoja au wawili. Kwa hiyo kuna namna fulani, kumbe kuna ongezeko la fursa kupitia hizi ambazo hususan tunazililia, hii tunasema mikopo yenye riba nafuu. Lakini sasa changamoto ambayo tunakumbana nayo, sijui niseme ni mazingira ambayo tumewalilia sana. Viongozi wa ngazi ya kata tumenufaika kwa wastani, lakini bado hawajatushika mkono kama ipasavyo. Na sielewi kwa nini, kwa sababu ni kikundi ambacho kiukweli sisi tupo kwenye jamii moja kwa moja. Kwa mfano shule ambazo nikwambie tu wazi, shule ambazo tunazifanya, tuna kituo cha afya. Sisi tunajumuika pale kwenye shughuli mbalimbali, usafi na nini, kujitolea. Hata hapa tulikuwa na project, nadhani kama Mungu akisaidia mambo yakaenda vizuri, tunataka kuweka utaratibu wa kuchangisha damu hiyo tarehe 29 ya mwezi wa 6 2025. Tuchangishe damu. Kwa unaweza kaona kabisa kwamba tunafanya shughuli za kulenga jamii moja kwa moja, na ndio utambulisho wetu wa usajili, kwamba ni kikundi cha kijamii na ni kikundi ambacho kinafanya kazi au shughuli moja kwa moja na jamii. Lakini pia tunazungukwa na watoto ambao binafsi naweza kusema, watu wanasema watoto wa mtaani, sijui, kuna watoto wale yatima, sawa hawako katika mazingira rafiki. Kwa namna moja ama nyingine hatujalifanikisha kwa 100%, lakini tunalenga tupate eneo kwa ajili ya kuweka kituo cha kwetu, kwa sababu tulishatambua namba zao, tunazo tunayo idadi ya hawa watoto especially kwenye mtaa wetu wa Miganga, na bado tumeweka wajumbe ambao wanafanya assessment ya kupata namba zingine kama kuna ongezeko. Mungu akisaidia tupate eneo, tutengeneze kituo, halafu tuchukue wale watoto. Kwa hiyo ndugu mwandishi, niseme hiki kikundi kwanza kinawahusu, na naomba tu mtutembelee mara kwa mara. Pengine mnaweza mkatusaidia kutuibulia huko kwamba kuna watu pale, mwashike mkono, wanafanya 1 2 3. Ni mambo ya msingi sana, tunaigusa jamii moja kwa moja. Niweze kutoa shukrani kwa mwenyekiti wetu wa mtaa, ametusaidia. Kulikuwa na jambo moja tulifanya kubwa sana, lilikuwa la kongamano. Tuliita vijana hawa ambao nakwambia, tukajumuika nayo kwa siku moja. Ilikuwa ni kwa ajili ya mlo, hatukuwa na vitu vingi vya kuwasaidia, kwa sababu kama nilivyokwisha kusema awali, tuna uchanga bado. Ila kwa ile siku ilikuwa ni tukio la burudani. Tuliwaita wale watoto, tukawatengenezea chakula wakala. Tulikuwa na machache ya kuwaseminisha, especially katika kuwaaminisha kwamba vile walivyo wasijione wanyonge, tuko nao, hatujawasahau.
Sasa wembamba tunaulilia sisi ni hatuna eneo la moja kwa moja, kwa sababu wale tungepata eneo sisi tuwaweke, uwezo wa kuwahandle tunao, Kwa hiyo nitoe rai tu, kwa kweli nafasi bado ipo kwa wale ambao wanaweza katushika mkono kukiwezesha kikundi hiki, sana sana kwenye nafasi ya mikopo niliyosema ya riba nafuu. Uwezekano upo. Unajua, hesabu ndogo, kwa mfano angalia, mwanachama kila mwezi anachangia shilingi 20,000. Mpaka sasa hivi hesabu tu rahisi, tuko wanachama 40. Yaani ile 20,000 ni must. Kwa hiyo ukipiga hesabu kila mwezi kuna pesa ngapi zinaingia. Leo hii sidhani kama mtu atasema kwamba mimi bwana nina wasiwasi na wewe kukopesha milioni 20 utashindwa kunilipa. Sio rahisi. Bado tuna hizi riba ambazo pengine tumewekea kwenye mikopo tunayowakopesha wajumbe. Zile pesa zinarudi, ziko mle. Bado kuna fomu ambazo tunawauzia hawa wajumbe wapya, kwa sababu sisi bado tunaendelea kupokea wajumbe. Tunawauzia hizi fomu, tuna sosi nyingi. Kuna ubia tumeingia na ndugu mmoja ameanzisha mashine lakini akawa hajakamilisha vitu, tukaingiza sisi vitu vyetu pale, yeye katusaidia jengo, ile nayo pia inafanya kazi pale, tunaingiza kipato. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba ni rahisi, hata kama mtu atakukopesha, uwezekano wa kuilipa ile pesa ni mkubwa sana tu. Nishukuru Mungu pia wadau ambao wamejiunga na hiki kikundi ni wadau wa msingi, tunawaamini. Tuna madaktari wapo humu ndani, tuna maaskari wapo humu ndani, tuna wahasibu wa taasisi mbalimbali. Ni watu ambao kiukweli naweza kusema kikundi kina uzito, kinatupa imani, kinatupa matumaini, kwa sababu kina watu wa msingi. Na toka tumeanza tujawa na changamoto kubwa ya kumpa mtu wasiwasi kwamba hatuwezi kusonga. Karibia mengi tunayoyafanya kwa kweli yanatufanikisha. Na hii ni kwa sababu tuna utaratibu wa kukaa kila mwezi, tunakuwa na vikao viwili ambavyo huwa tunakaa siku za Jumapili. Kwa tunakaaga kwa ajili ya kukumbushana taratibu na miongozo ambayo hususan kulingana na katiba zetu, ili tuweze kuendesha hili zoezi kufikia yale malengo kama tulivyokubaliana. Kwa hiyo tuna imani kubwa viongozi wanaotuzunguka kwenye mtaa wetu, pia tuwashukuru sana kama nilivyokwisha kusema, hususan mkuu wa mtaa, lakini pia tuna afisa maendeleo wetu hapa, naye pia anatupa support kwa asilimia kubwa tu. Tunao walezi ndani ya kikundi, tuna mzee wetu mmoja hivi anaitwa Mzee Mazengo, nasimama kwa kweli kukiongoza kikundi vizuri tu. Tuna mama yetu mlezi pia anaitwa Mes Muina, naye pia ni mama msimamizi mzuri, mama mlezi. Hiyo pia tuko nayo, japo tunaipa Dodoma kipaumbele sana kwa sababu ndo tupo. Tumesema Dodoma ya kijani, maisha yaendelee. Lakini pia tukapendelea sana kwenye kauli mbiu yetu ya siku hiyo, sisi kama kikundi, ibaki wazi kwamba usalama wetu ndo uhai wetu. Mimi nadhani ukistiki hapo unakuwa umegeneralize. Sidhani kama mtu anaweza akakujaji kwamba wewe umemlenga mtu fulani. Ndio. Ni vitu muhimu kwa sababu ni tukio ambalo limetukuta tupo kwenye mwaka